Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za asili kubwa ambazo tunazileta moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania, naomba tu kwa unyenyekevu, ikiwa unatazama Tanzania ITV kwa mara ya kwanza na hauja subscribe, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia, naomba kwa unyenyekevu bonyeza alama ya like. Karibu ili ni kuhabarishe taarifa zile ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari. Hofu imeweza kutanda katika sehemu mbalimbali hapa Tanzania kabla ya maandamano ya hapo kesho Sabasaba, baada ya mamia ya jeshi la polisi kuanzisha maandamano na kusababisha taharuki Tanzania kabla ya maandamano kamili ya Watanzania kuanza ya hapo kesho, jambo ambalo limesababisha Rais Samia Suluhu Hassan kujificha, haonekani alipo kwa kuhofia hofu ambayo inaendelea kutanda hapa Tanzania. Kivipi? Unapotazama kwa skrini yako hapo, chapisho hili ni la DW Kiswahili, limeweza kuchapisha habari na kusema hivi: usalama umeimarishwa jijini Dar es Salaam kuelekea siku ya Sabasaba, huku mamlaka zikizua maandamano. Sikiza, huku mamlaka zikizua maandamano yaliyopangwa kupinga kile kinachotajwa kuwa ukandamizaji wa kisiasa. Kurunzi ni leo. Sasa iko hivi, vile mnajua maandamano yamepangwa ya Sabasaba kitanukishwa hapo kesho, vile wanaharakati wamekuwa wakipanga maandamano haya na kikosi kile cha Tanganyika Freedom Fighters, TFF ukipenda. Sasa baada ya maandamano hayo kupangwa, sasa wale ambao wameanzisha maandamano kabla ya maandamano kamili kuanza hapo kesho ni jeshi la polisi. Kivipi? Wamemwagwa katika mji wa Dar es Salaam, wengi sana, kila mahali wamejazwa, barabarani, vitongoji, mitaa, kila mahali ni kama wao ndio wameanzisha maandamano. Sasa maandamano ya jeshi la polisi kumwagwa kila mahali, wameanzisha maandamano kupinga maandamano ya hapo kesho. Lakini sasa Samia Suluhu Hassan hajazungumza. Samia Suluhu Hassan hatujamuona alipo. Samia Suluhu Hassan ni wazi kwamba amejificha, hataki kuzungumzia maandamano ya hapo kesho siku ya Jumanne, ila tu yeye amejificha, ametuma vyombo vya dola, ametumia maafisa polisi ili kuanzisha maandamano na kushika doria hapa na pale. Unajua maandamano haya yalikwisha pangwa kuhakikisha ya kwamba waandamanaji hapa Tanzania wanapinga ukandamizaji wa kisiasa. Lakini baada ya kutangaza maandamano hayo yatakuwa, serikali ya Samia Suluhu Hassan imepiga marufuku mikusanyiko ya kisiasa. Najua Samia Suluhu Hassan anaogopa. Samia Suluhu Hassan amejificha, haonekani alipo. Ameogopa huenda atang'olewa Ikulu. Ameogopa huenda matatizo yampate vile yaliweza kuwapata wakati wa tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka jana 2025. Kwa hivyo hali sasa hivi sio shwari, hali ni tete kila mahali, haswa Dar es Salaam, vile tumeweza kufahamishwa na waandishi wengine wa habari. Kwa hivyo sasa hivi, kwa nini serikali ya Samia Suluhu Hassan imeamua kumwaga jeshi la polisi kila mahali? Ni kuhofia kung'olewa mamlakani kwa Samia Suluhu Hassan, na amejificha, haonekani alipo. Ikumbukwe, hii ni njia moja ya kurusha uoga kwa Watanzania ili wasije wakajitokeze kuandamana kesho siku ya Jumanne, kwa sababu wanaharakati, TFF na Watanzania wengine ambao wanapinga serikali hii ya Samia Suluhu Hassan walikuwa wamekwisha panga maandamano. Maandamano yalikuwa ni ya gani? One, nia ya maandamano ni kupinga ukandamizaji wa kisiasa hapa Tanzania, kufuatilia mrengo upinzani, kukandamiza Tundu Lissu, mwenyekiti
wa bara Chadema amefungiwa gerezani zaidi ya mwaka mmoja sasa. Anafuatiliwa kwa sababu ya kuwa na msimamo ama ukweli wa kisiasa. Akina John Heche ambaye ni makamu mwenyekiti bara Chadema anafuatiliwa hapa na pale. Hivi majuzi dereva wake aliweza kuuawa, alipatikana kwa sakafu, damu inamwagika, alizikwa hiyo jana siku ya Jumapili. Ukandamizaji wa kisiasa. Maandamano hayo yalikuwa ya kupinga ukandamizaji wa kisiasa. Pili, maandamano ya hapo kesho ni kuhakikisha Lissu ameachiliwa huru. Kama hamuna ushahidi, upande wa jamhuri hamuna ushahidi, mbona mnaendelea kumshikilia Tundu Lissu? Bunge la Ulaya, Umoja wa Mataifa, Marekani, Canada, Uswidi walimwambia Samia Suluhu Hassan, huyu rais wetu hapa, amwachilie huru Tundu Lissu pasipokuwa na sharti lolote. Akashupaza shingo, hataki kumwachilia. Sasa maandamano yakapangwa kulazimisha hiyo serikali ambayo inashupaza shingo imwachilie huru Tundu Lissu. Namba 3, maandamano yalikuwa na nia gani? Katiba mpya Tanzania. Tumekuwa tukitumia katiba ya mwaka 1977 kwa muda mrefu. Sasa tunataka katiba mpya hapa Tanzania ambayo haina uongozi wa kimla. Katiba ambayo inajali maslahi ya wananchi na kusababisha demokrasia kuzingatiwa wakati wa kura za baada ya kila miaka mitano. 4, maandamano nia yao ilikuwa gani? 4 ni kuhakikisha kwamba tume mpya ya uchaguzi imeteuliwa. Hii tume ambayo iko afisini sasa hivi, Samia anaiambia nitangaze, wanamtangaza. Sasa tunataka tume huru iteuliwe ya kuhakikisha kwamba kuna demokrasia na uwazi wakati kura zinapigwa hapa Tanzania. 5 ya mwisho, nia ya maandamano ilikuwa gani? Kuhakikisha kwamba uchaguzi umerudiwa hapa Tanzania. Ikumbukwe tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka jana 2025 hakukuwa na uchaguzi. Kilichosemekana ni uchaguzi, sio uchaguzi. Watu walikuwa wanaandamana, makaratasi ya kupiga kura yalikuwa yametapakaa kila mahali. Kisha baadaye tukaona mtu anajitangaza tu amepata 98%. Kutoka wapi? Tangu lini? Serikali gani? Nchi gani? Simuliona hata yeye akaogopa, akasema hii ni vitu tumefanya na tume hii ya uchaguzi. Akajiwekea ulinzi, akazima mitandao, akazima nguvu za umeme, akajiapisha yeye mwenyewe na chini ya ulinzi mkali wa kijeshi. Na katika uwanja wa kijeshi sisi wa Tanzania hatukuruhusiwa kuenda kushuhudia uapisho wa rais ambaye anaenda kutuongoza hapa Tanzania. Sasa lengo kuu la maandamano nimeweza kuwaeleza, lakini sasa hivi tunapoenda hewani, maafisa ama jeshi la polisi wamemwagwa Dar es Salaam, mitaa, vitongoji hapa na pale kuzuia maandamano. Je, kutakuwa na maandamano hapo kesho kulingana na wewe? Niandikie hapo chini. Je, kutakuwa na maandamano ya Sabasaba hapo kesho? Niandikie hapo chini. Kufikia hapo ndipo natia kikomo. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Lakini ikiwa hauja subscribe, naomba tu ukaweze kusubscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Kwaheri kwa sasa.